na hata msimu mwaka mhula jana kuna michezo, unajua tumekuwa tukiangazia sana ukuzaji wa masuala ya mtaala katika muktadha wa kusoma darasani, lakini tunasahau kwamba Wizara ya Elimu mtaala unashughulikiwa pande mbili. Kuna sehemu ambayo inataka mafunzo darasani na kuna sehemu ambayo inakupeleka wapi, nyanjani. Kwamba kuna vipaji, kuna talanta na kuna ubunifu wa mwanafunzi na pia kuna uwezo wa mwanafunzi kushiriki katika utendaji. Naam. Kwa hivyo tuzungumzie masuala ya umuhimu, hasa tujikite katika michezo, tamasha za uigizaji na nyimbo katika kukuza mwanafunzi, na mwanafunzi huyu ananufaika vipi katika jamii kupitia michezo, talanta za uigizaji na vile vile uimbaji. Kwa sababu mwisho wa siku nimeona jana, wajua ni vyema tuanzie sehemu ambayo tunaelewa. Naam. Tumeona juzi, hata si jana, Sawe amevunja ile rekodi. Naam. Na alivurudi nchini tumeona amehusishwa katika ikulu ya rais. Kuna baadhi ya vitu ambavyo amepewa. Kuna rais alikuwa amesema pale nyuma kwamba wale watu ambao wanakimbia, iwapo utavunja rekodi ni milioni 4 kama sijakosea. Aliahidi. Wakasema kwamba ukileta dhahabu milioni 3. Naam. Kwa hiyo jana tu peke yake katika ile hafla tu alikuwa milioni ngapi? 7. Kisha ili tu serikali kujaribu kumpongeza kwa kazi aliyofanya, walimpatia nambari za usajili za gari, zile privatized number plates. Inamaanisha gani? Inamaanisha nini mwalimu? Sasa wajua pale ni ile tu kujaribu kumkuza kwa sababu ni kama tu kumpongeza. Wajua privatized number plates ni pesa nyingi sana. Nadhani wanalipia kama milioni 1. Iwapo leo unataka jina lako liandikwe katika nambari ya usajili ya gari ya kwako, kama kwa mfano Mwalimu Whitkins, niandike pale Whitkins, nisitumie nambari ya usajili ya kawaida ile, utakuwa unailipia ushuru. Kila mwisho wa mwaka unailipia ushuru. Nadhani inalipia milioni 1 kwa sasa kila mwaka. Kwa hiyo unajua kama serikali imekupa, kwa hivyo wewe utawahi lipa chochote. Na mwalimu, nikuulize, hilo lina umuhimu gani? Lina umuhimu kwa sababu kumbuka hiyo nambari aliyopewa inatumia ile rekodi ya saa ambayo aliweka. Zile nambari ambazo zilikuwa pale alivyoshinda ndio zimewekwa pale katika ile nambari ya usajili. Alafu sasa unajua sasa alivyopewa, na rais akawa anasema, sijui kama ni kweli Sawa alisema kwamba nasikia una gari ya kuweka hizo number plates ambazo tumekupatia, kwa hivyo utachagua gari ambayo unataka mwenyewe. Kumaanisha kisha mimi nitakununulia. Rais alimwahidi aenda akachague gari ambalo anataka yeye mwenyewe. Sawa, kisha rais atamnunulia. Sasa hilo gari litawekwa hizi nambari za usajili. Kwa hivyo zile milioni zake 7 hatujaenda kwa pesa alizopewa wapi kwa kuvunja ile rekodi vile vile na kushinda. Hizi ni pesa za Kenya. Lakini kwa wale ambao waliandaa mashindano, kuna mshindi alilipwa. Kwa hivyo alivyoshinda alilipwa. Na ukumbuke kwamba kuna vitu vingi vinakuja na kando na yeye kushinda. Utapata kuna kampuni tofauti kama za viatu kwa mfano, utapata anawekwa pale kama balozi. Kwa hivyo utapata maisha yake, tuseme ukweli, yeye si sawa na alivyokuwa. Sawa si sawa na alivyokuwa kabla ya kukimbia mbio zile. Kwa hiyo tunataka tuangalie umuhimu au nafasi ya masuala kama ya michezo, kwa sababu tumesema kila wakati tunaambia wanafunzi soma, keti darasani soma. Ni kweli masomo ni muhimu, lakini je, kuna nafasi yoyote ambayo inamboresha mwanafunzi hasa katika maisha yake akizingatia masuala ya michezo ama burudani kiujumla, tamasha za muziki na drama? Kuna swali ambalo nitakuuliza mwishoni mwa kipindi. Yupo anayoniuliza kwamba muulize mwalimu, rais anafanya hivyo kwa sababu yule bwana anatoka upande wa eneo lake, ama anaweza fanyia Mkenya yoyote vile alivyomfanyia yule bwana? Akanasema kwamba yupo bingwa fulani alifanya vizuri sana toka Trans Nzoia, lakini hakufanyiwa alivyofanyiwa Sawe. Inategemea ni wakati upi, kwa sababu mimi nikiangalia kwa sababu nikiangalia hata timu yetu ya Harambee Stars wametengeneza pesa nyingi sana na rais. Tu wakati wa CHAN walitengeneza hela nyingi sana na zilikuwa zinatolewa moja kwa moja cash.
Kwa hiyo ni nadhani alikuwa ameweka ile ahadi kwamba kama katika masuala ya mbio alikuwa amesema kwamba ukiweka rekodi ya dunia unapewa milioni 4. Sijaona mtu ambaye ameweka rekodi ya dunia akakosa kupewa. Wakasema kwamba ukija na upate wewe umepata dhahabu milioni 3, fedha milioni 2, shaba nadhani milioni 1. Alikuwa amesema. Kwa hivyo si ati kwamba ni swala la kiki ama nini. Ni kitu ambacho kimekuwepo. Tumeona katika michezo ya soka kitaifa. Tuliona alivyokuwa pale, alivyokuwa akija mpaka wakati wa mapumziko pale ndani, wakimaliza mchezo alikuwa nao pamoja na waziri. Jana pia hiyo siku pia akifanya ile hafla tumeona waziri wa michezo pia akiwa pale. Kwa hivyo nadhani sawa, kuna vitu ambavyo vinafanyika ambavyo si sawa nchini, lakini vitu ambavyo vipo sawa pia tunasema hiki kimefanyika vizuri. Kwa hivyo tuanzie wapi pale kwa talanta mwalimu? Tuanzie pale kwa nafasi ya mzazi katika kukuza talanta. Mzazi ndiye mshikadau wa kwanza katika kukuza talanta ya mwanafunzi. Naam. Sasa hivi ninapozungumza na nitasema hili kwamba watu wengi sana huwa wanatuona kama shule, na unajua watu wanapenda michezo. Hata michezo kwanza ya shule ya upili, mwaka huu kwanza ni mhula wa soka. Utaona tu. Ukienda hata katika uwanja wakati michezo inaendelea, huwa unaona kumefurika. Naam, sana. Wananchi, watu wanapenda michezo. Tatizo ambalo tunapata la kwanza ni kwamba wazazi wengi, asilimia kubwa ya wazazi haiwapatii nafasi bora watoto wao kushiriki katika michezo. Na wajua watoto wote japo wapo katika shule chini ya serikali, mzazi vile vile bado ana nafasi na usemi. Kwa sababu mwisho wa siku mwanafunzi hajafika umri wa miaka 18. Maamuzi mengi mzazi ana jukumu. Kwa hivyo mzazi anaweza kaamua, kama wewe unaweza kaamua mtoto wako asifanye kitu fulani. Sasa kuna kasumba fulani ambayo imekuwepo. Kwamba ukiwa unafanya michezo ama unaigiza drama ama unafanya masuala ya tamasha za muziki, hutafanya vizuri darasani. Kuna hiyo dhana. Kwa wazazi. Na wazazi wanadhani kwamba mwanafunzi akienda shuleni akianza kujihusisha na masuala kwamba amepotoka na hana nafasi ya kusoma. Mimi nauliza, katika ratiba ya shule kuna sehemu ambazo zimetengewa masuala ya nini? Michezo uwanjani. Tuna muda wa kuingia darasani kusoma na kuna muda wa kuingia uwanjani. Na weekend vile vile baada ya kusoma masomo ya ziada kuna muda mwanafunzi amepewa kwenda uwanjani. Na hamna mwanafunzi ambaye anatolewa darasani wakati wa kusoma aenda akashiriki michezo. Sasa sijawahi elewa hasa wazazi kama hawa wenye dhana kama hiyo huwa wanafikiria nini haswa. Na vile vile tumeona wanafunzi ambao wanashiriki katika michezo na wana talanta na wanafanya vizuri sana. Ukweli. Katika shule zote. Mfano tu tuna mchezaji bora sana, nadhani kama sasa hivi nadhani sijui kama ni Kaimu, unajua wakati wa CHAN yule captain wa nahodha wa timu ya taifa alikuwa mwingine. Lakini unajua sasa wale ambao walikuwa wanacheza katika CHAN si wale ambao wanacheza katika viwango vya kitaifa nje. Walikuwa wale ambao wanacheza ligi za Kenya na wanacheza nchini Kenya, soka nchini Kenya. Lakini kuna yule bwana anaitwa Olunga. Olunga. Wajua Olunga ni engineer, ulikuwa unajua hiyo kweli? Sikuwa najua. Ameenda shule? Si kuenda tu, ni engineer. Sikujua. Ni engineer na alipata alama ya A. Olunga? Naam. Mmoja huyo? Katika KCSE. Na baada haiko ishia pale ni engineer. Lakini ukiangalia sasa hivi tunapozungumza, si engineer unampatia pesa. Olunga ni tajiri tuseme ukweli. Lakini sio nini? Si elimu. Na si kwamba elimu ni mbaya, elimu ilimsaidia. Sababu kama angeenda shule kwa mfano pengine angefika pale. Lakini unaona sasa na amesaidia watu wengi sana. Hapo paka alianzisha miradi ya kusaidia kukuza soka na talanta katika eneo tofauti. Hasa Nairobi ana mambo mengi ambayo anafanya ya kisoka. Na ni pesa za kwake, si za serikali, zake yeye mwenyewe. Kwa hivyo amejiboresha na amejenga katika nafasi nzuri kwa sababu ya nini? Ya soka. Ukiangalia watu wengi kama hata mheshimiwa Jalango. Naam. Mbunge sasa hivi. Naam. Wa Lang'ata. Naam. Ni masuala ya uigizaji. Alianzia pale Kenya Theatre kuigiza, akawa alikuwa anafanya drama shuleni. Hivyo pole uigizaji ukampeleka kwanza akapata nafasi redioni. Naam. Nafasi ya redioni pale akawa anajulikana,
maisha yake ikaanza kubadilika. Kwa hivyo utapata kwamba ile talanta ndio imemsaidia. Na hata nafikiria umenikumbusha kwamba hata hiyo talanta imechangia yeye pakubwa sana kwa mahali ambapo yuko. Na kwa sababu ule umaarufu wake ndio ulimsaidia kisiasa. Angekuwa mtu wa kikawaida kwa mfano, ingekuwa vigumu sana yeye kujulikana pale alipotaka ueneo bunge. Kwa hivyo yeye kujulikana sana, hata sasa hivi ninavyozungumza nikasikia anataka kuwa seneta Nairobi. Ni kwa sababu ya nini? Ile talanta aliyokuwa nayo. Kwa hiyo masomo ni muhimu ndio, lakini talanta inasaidia. Mimi najua kwamba talanta inalipa zaidi ya. Ukiangalia vizuri, mtu ambaye ni daktari kwa mfano, analipa pesa nzuri, hatujakataa. Lakini ukimwangalia huyo mtu kama bado ni masuala ya talanta, kama huyu bingwa ambaye alivunja rekodi ya dunia. Kuvunja tu rekodi peke yake ashakuwa milionea. Omanyala baada ya kujitokeza na kawa anakimbia zile mbio za mita 100 ambazo hazikuwa zinafanywa Kenya, lakini aliamua tu akasema kwamba nimekimbia shuleni kwa mfano, nimekuwa najaribu, mbona kitu nisijaribu? Akajaribu. Sasa hivi tunazungumza Omanyala ana maisha mazuri, ni kwa sababu ya nini? Talanta. Na nadhani kwamba huko nyuma talanta ilikuwa inalipa ndio, lakini si vizuri kama inavyolipa sasa hivi. Nchi za nje zilikuwa zinalipa talanta vizuri, si kama sisi wa Kenya. Lakini sasa mambo yamebadilika, angao unaweza sema kwamba kuna kitu kizuri watu wanapata kutokana na talanta. Kwa hivyo mzazi ndiye mshikadau wa kwanza. Iwapo mwanafunzi ana nia kufanya kitu fulani, ana uwezo, wewe ukawa unaanza kumkandamiza, unamwambia kwamba wewe unacheza, sijui mbona uite kwamba kitu ambacho mwanafunzi anafanya. Kwa mfano utangazaji, mimi ni kinara wa utangazaji, chama cha utangazaji shuleni kule kwetu. Ukweli ni kwamba hata nikiwa Mwegals pale nilikuwa nafanya ile swala la kukuza wanahabari. Naweza kuambia kwamba kuna wanafunzi wawili ambao wameingia katika masuala ya utangazaji na watakuwa watangazaji wazuri sana nchini kwa sababu ya ile nafasi waliopata pale. Kwa hivyo kuna jinsi ambavyo wanafunzi wengi wanajigundua mapema, lakini kwa sababu ya hofu ya mzazi kwamba akiwa anashughulika na masuala ya mpira. Mwaka jana tulikuwa na mwanafunzi mzuri sana katika shule ya upili ya St. Peters kwenye mpira. Mzuri sana. Huyo mwanafunzi alilazimishwa na mzazi kwamba aketi darasani, aachane na mambo ya michezo. Mwanafunzi mwenyewe si hiari yake, lakini amelazimishwa na mzazi aketi darasani. Lakini ajabu, unajua kaka Maliba ni nini? Bado mwanafunzi yupo katika wale wachache St. Peters ambao hawakufuzu kwenda chuo kikuu, baada ya kukatazwa kwamba aketi darasani. Lakini najua wenzake wanne ambao walikuwa katika timu hiyo bado ya shule ambao sasa hivi wanajiunga na chuo kikuu. Sasa mimi nikauliza swali moja tu kwamba ndio walisema kwamba akienda darasani, akienda uwanjani hatafanya vizuri, akakaa darasani hakufanya vizuri. Wale ambao waliachiwa kwa uwanjani bado walifanya vizuri. Kwa hivyo ile kasumba ni uongo kwamba wanafunzi akiketi darasani, na si keti darasani kwa sababu ucheze wakati wa darasa. Unacheza tu wakati unapaswa kuwa uwanjani. Kwa sababu hata mimi mwalimu kwa pia bado nafundisha masomo ya kawaida. Kisha wakati ukifika wa mimi kukuza talanta, kwa sababu huwezi soma kuanzia asubuhi mpaka usiku. Wewe ni binadamu. Huwezi kuwa unasoma kwanza, angaa kwa kitu unafaa kufanya baada ya masomo. Kwa hivyo ile talanta na uwezo wake huwa tu ni yale ambayo mwanafunzi anaweza kufanya kwa ufasaha nje ya darasa. Kwa hivyo yule ambaye anastahili pia mwanafunzi anastahili kufanya nini, ama mtoto anastahili kufanya nini ndio kukuza ile talanta yake? Wajua mzazi ni kigezo kikuu. Ndio nasema hata mwanafunzi mwenyewe hana mengi ya kufanya. Nimekuambia kwamba shida ambayo ipo ni hata wewe unajua familia yako. Wale watoto wako wote kama hawajafika miaka 18 ni wewe ufanye uamuzi. Kwa hivyo hamna mengi hapo ambayo mtoto anaweza kufanya. Ukiwa mzazi ambaye umuelekezi mwanafunzi na umpe nafasi na fursa ya kujiendeleza, itakuwa vigumu sana kwa huyo mwanafunzi kufanya chochote. Mwisho wa siku anaweza kawa na ile ari ya kufanya kitu fulani, lakini ile ari yake ikawa imezimwa na wewe mzazi, kwa sababu pia anakuheshimu. Ukimwambia wewe sitaki ufanye kitu fulani, atawacha. Kwa hivyo hana mengi ya kufanya, kwa sababu kumbuka hajafika miaka 18. Katiba inaruhusu tu mwanafunzi, mtoto ambaye amefika miaka kijana ambaye ana miaka 18 kuwa ni mtu mzima ambaye anaweza kujisimamia mwenyewe, anaweza kuamua kufanya uamuzi. Lakini akiwa shuleni pale, hasa shule ya msingi sekondari na shule ya sekondari, hana nafasi yoyote
ya kujifanyia maamuzi. Kwa hivyo mengi bado inategemea mzazi. Iwapo mzazi atamshikilia mkono na amuongoze katika kuafikia malengo yake na azma yake, mtoto atakuwa sawa. Lakini iwapo mzazi atamwambia kwamba sikubaliani na wewe kufanya hili, basi itakuwa vigumu sana, hata kama iwapo ni nafasi nzuri ya mwanafunzi kujiendeleza na ni talanta yake, haiwezekani. Shule zinafanya nini kuhakikisha kwamba zinakuza talanta miongoni mwa wanafunzi? Ajabu ni kwamba kaka Maliba, shule inafanya zaidi ya serikali. Ukweli. Lakini si shule za serikali mwalimu. Shule za serikali. Wajua ingekuwa serikali ingekuwa imetoa msaada na ufadhili wa kutosha. Naam. Kwa mfano, ni shule chache ambazo, na ukiangalia shule ambazo wajua inategemea na walimu wenyewe. Ukweli ni kwamba ukiona shule inafanya vizuri katika soka, volleyball na kitu fulani, huyo mwalimu mkuu amejitolea kuhakikisha kwamba anafadhili, anapeana mchango wake kuhakikisha kwamba mchezo ule au talanta za wanafunzi katika maeneo au eneo ambayo tunazungumzia yamekuzwa. Kwa sababu mwalimu mkuu pia anaweza kaamua akafanya ya kawaida kwamba wanataka kufanya nini, talanta sawa, akapeana mpira ule ambao unanunuliwa pesa kidogo sana, akapeana jezi hizi asipeane, daluga za kucheza zile viatu asipeane. Ona, asitafute njia ya kuwapatia motisha kutafuta vifaa vya kisasa, kwa sababu hivyo ni pesa. Anaweza kaamua akachukua pesa zote akaweka katika kutengeneza taua la shule. Anaweza kaamua hizo pesa zote aweke katika kuhakikisha kwamba pengine mitihani nyingi ndio wamefanya wanafunzi. Kwa hiyo ukiona kwamba shule fulani inanawiri katika sekta fulani, ukweli ni kwamba ni usimamizi wa shule na walimu, si kwamba ni serikali. Serikali hutuma pesa kwa kawaida. Naona hata wakati mwingine tukienda kushiriki michezo, serikali inapeana tu chakula kidogo kwa mwanafunzi. Tena unajua wanapewa chakula cha kiajabu sana. Maziwa kitu moja, nusu mkate. Mwanafunzi ambaye amecheza kuanzia asubuhi mpaka jioni. Waona sasa. Kwa hivyo shule imechangia pakubwa sana. Na ukiangalia wanafunzi wote hawa, hata kwenye soka ya nchi ya Kenya, watu wengi ambao vijana ambao unawajua wanacheza soka, ukifuatilia vizuri wamekuzwa wapi? Shuleni. Kwanza kuna shule sasa hivi tunazungumza nchini ambazo zinajulikana tu. Kwa mfano shule yangu ambayo nilitoka ya Kamsinga inajulikana kwa masuala ya handball. Kuna shule kama Friends School Kamsinga inajulikana kwa michezo ya vikapu, basketball. St. Peters? Kuna Friends School Kamsinga. Na St. Peters? St. Peters unajulikana kwa rugby. Raga. Mwaka jana tumechukua kikombe la bara la East Africa. Kwa mchezo wa raga. Si kwamba ni mchezo wa raga pekee wanafanya, michezo yote ile wanafanya. Ni ile tu kwamba raga ndio sasa wamebobea sana. Na shule zile kadhalika zipo nyingi tu, na ni bidii ya walimu. St. Peter inajulikana hata kwenye muziki na masuala ya uigizaji bado tupo, lakini ni bidii ya walimu. Kwa hivyo walimu wana mchango mkubwa, kwa sababu wale wanafunzi, kwanza mtu ambaye anamkuza pale shuleni ni mwalimu. Mtu ambaye anahakikisha kwamba anampatia ule uzoefu wa kutosha ni mwalimu. Mtu ambaye atakuwa anamsaidia kila saa kimwambia kwamba una uwezo wa kufanya hili, mwalimu. Endelea na unachokifanya, mwalimu. Tukikusaidia hapa na hapo ukifanya hivyo utakuwa sawa, mwalimu. Kwa hivyo shule kiujumla, kwa sababu shule ni walimu, wanafunzi na wafanyikazi wake. Na serikali inashika wapi? Inashikilia wapi? Serikali imetusaidia kwa kitu kimoja tu, kutupatia ile ratiba na nafasi. Kama unajua ukishaweka mtaala unasema kwamba kama ratiba peke yake. Kwa sababu kama muhula huu ni muhula wa mchezo wa soka. Itatoa ratiba kutoka kwenye Wizara ya Elimu. Kwanza inakuja na ile nembo ya serikali kwamba mashindano ya kitaifa yatakuwa tarehe fulani. Mashindano ya kanda tarehe fulani. Kwa hivyo shule na wale washikadau mbalimbali katika viwango vya gatuzi na gatuzi ndogo wahakikishe kwamba kufikia tarehe fulani wao wamefanya nini? Wamefanya mashindano na wamepata timu za kutosha ambazo zitafuzu katika maeneo fulani. Ni walimu watawaandaa wanafunzi. Bado wale walimu ndio watafanya nini?
watakuwa wanafanya uamuzi pale, ile tunasema refereeing. Wale walimu bado ndio watajitolea kuhakikisha kwamba hata usimamizi, wajua kwamba kwa mfano kuna usimamizi kama mwenyekiti, naibu mwenyekiti, kuna wale katibu, wale wasimamizi wa michezo bado wao ni walimu, na hao ndio wanahakikisha kwamba wanapata ubora katika masuala ya nini, ya mashindano. Kwa hivyo walimu wana nafasi na wamekuwa wakitekeleza. Shida ambayo nimekuambia kwanza ni walimu sasa wamekuwa wakipata nini, changamoto. Una mwanafunzi mzuri ambaye umemkuza, mzazi anasema asifanye kitu fulani. Wajua sasa hiyo ni kuua mtoto. Mtoto mwenyewe ameheshimu mzazi, inabidi aachane na masuala yale. Jamii ufaidika kivipi kwa talanta za mtoto ama wanafunzi, tuseme hivyo? Jamii inafaidika kwa kiwango kikubwa. Mfano, tamasha za drama na muziki. Ukiangalia kama Nairobi, mitaa ya mabanda kama Kibra na Mathare na kadhalika. Kuna miradi nyingi sana imeanzishwa ya kuwaokoa watoto ambao wanaenda shule, kwa mfano watoto wa kike kutokana na mimba za mapema, masuala ya kupata sodo zile za kutumia na kadhalika. Kwa sababu utapata kwamba wameunda vikundi mbalimbali vya kutumia talanta kama ya kudensi na kadhalika. Kwanza inawasaidia kuwapatia kitu cha kufanya, wasijiingize kwa masuala ya dawa za kulevya na masuala vile vile ya usinifu na kadhalika. Kwa hivyo ni nyenzo vile vile ya kuleta jamii pamoja. Jamii hukuja pamoja ama ukuzwa kutokana na nini? Masuala ya michezo na spoti. Na vile vile iwapo mtu mmoja atatia fora katika michezo kama yule ambaye tunasema sawa, nina uhakika jamii ambayo sawa inatoka itabadilika, kwa sababu atapata zile data connections za kutoka nje. Utapata kuna nafasi fulani atapata. Unajua ukishaoa umefika katika kiwango kile, kuna muda unaweza pata wazungu wale wanataka ufadhili fulani. Hawatatumia mtu kama mimi. Wanataka mtu ambaye washamjua kutoka Kenya ambaye anafanya kitu fulani, pengine masuala ya michezo. Wanasema kwamba tunataka Kipchoge Keino, ile ambaye alikuwa tunataka sawe huyu sasa tunamtaka aje hapa atusaidie kutafuta njia ya kusaidia jamii. Kwa hivyo utapata jamii ambayo anatoka, pengine hata miradi kama ya maji imeletwa na wazungu wale wa kujitolea, mashirika mbalimbali yamekuja kusaidia watoto shuleni, kwa mfano kutengeneza hata darasa, uwanja. Kwa hivyo jamii inafaidika. Wakati mwingine unasikia kwamba alumni wamefanya kitu fulani. Kama huyo Lunga huwa anakuja mara nyingi shule ambayo alisoma akileta mipira na si shule moja tu. Amekuwa anatembea kwa shule ambazo zinafanya bora katika masuala ya michezo, hata ikiwemo Jobo. Amekuwa Jobo kama mara 2, kuwapea motisha wale wanafunzi, kuwapea jezi, aliwapa jezi, akawapa mipira, akawa amesema kwamba atawasaidia na mengine. Kwa sababu gani? Sasa akisaidia, amesaidia wale wanafunzi wote ambao wanacheza. Hiyo ni jamii nzima amesaidia. Kwa hivyo michezo ina nafasi. Vile vile wakati kuna tamasha kama za drama, muziki, watu wengi wanahisi vizuri. Wewe umeenda katika michezo shule, wakati kuna michezo umeona jinsi ambavyo uchumi unaimarishwa. Unaona watu ambao wanauza pale ni wengi sana. Wengi sana. Michezo ikiwa kama siku 2 peke yake, nakwambia uchumi wa hiyo sehemu huwa inabadilika. Inabadilika kabisa. Kwa hivyo jamii inanufaika kwa njia ya kiuchumi. Alafu mwalimu, pale awali ulikuwa unaona kwamba shule fulani ingechukua mwanafunzi fulani ambaye hajiwezi, lakini kwa sababu ana talanta fulani labda ya mpira, inamchukua hiyo shule, inamchukua, inampa masomo ya bure, kila kitu inafanyika. Ufadhili unafanyika. Hata St. Peter's Mumias tuna wanafunzi ambao wanacheza soka wengi ambao walipi karo. Timu kama nzima ile ya shule St. Peter's hailipi karo. Ni ufadhili tu. Ufadhili, unakaa shuleni unasoma. Ikifika jioni wewe unaenda uwanjani unafanya mazoezi. Wakati wa mashindano yakifika fanya mashindano, lakini unasoma. Shule nyingi zinafanya hivyo. Nadhani St. Peter's pekee yake, shule nyingi zinafanya hivyo. Ni njia tu mojawapo ya kujaribu kusema kwamba huyu mwanafunzi yupo tofauti na wengine. Japo ni mwanafunzi, lakini yeye ana talanta fulani. Kwa hivyo angaa na kitu kingine ambacho ni nzuri kuliko wengine.
Mwalimu, mwanafunzi anajuaje kwamba mimi na talanta fulani? Atajigunduaje? Ni mwalimu anafaa msaidie mwanafunzi kujigundua wakati mwingine. Aha. Kwa mfano mimi ni mwalimu ambaye nafunza muziki. Naam. Muziki, masuala ya uigizaji. Sasa nikiwa darasani pale wakati fulani mwanafunzi anaweza kawa anajibu swali, au mwanafunzi fulani anavyojielekeza darasani, unapata kwamba ukimpa nafasi hata kuzungumza wakati mna maombi, kwa mfano pale darasani asubuhi, ama yote ambaye anataka kuelekeza wengine, utaona yeye mwenyewe amejitolea, anazungumza kwa ufasaha. Utaona kwamba mwanafunzi mmoja ana sauti nzuri ya kuzungumza. Utapata wakati mwingine pia ana nafasi nzuri kwa sababu anasimama mbele ya wengine bila uoga, anawazungumzia. Utaona huyu mwanafunzi kuna mahali anaweza kufanya kitu. Aha. Wakati mwingine pia wimbo tu wa taifa, kwa mfano tu katika gwaride, umeenda gwarideni, anaelekeza shule nzima, anawasaidia, anaanzisha kuimba. Si utaona huyu mwanafunzi ana talanta, sababu si kila mtu atafanya hivyo. Ukweli waoga sana. Kwa hivyo ni wewe sasa mwalimu pengine umchukue, umshike mkono. Lakini haya, kama utangazaji wa habari. Naam. Kila siku katika gwaride kuna wanafunzi wanatangaza. Aha. Wakati ushaona mwanafunzi ana uzoefu wa kutangaza, ana talanta ya kutangaza, ni wewe mwalimu sasa unafaa umshike, uanze kumuelekeza. Na wewe mwanafunzi ukimwelekeza na kuhakikishia afanye vizuri darasani na aendelee na talanta yake, atakuwa mwanahabari mzuri. Lakini mwalimu, pia kuna walimu ambao kidogo hawana uhusiano wowote na talanta. Lakini sasa hivi si wengi. Walikuwepo kwanza wakati wetu, wale walikuwa walimu wa Kasumba wa kitambo. Siku hizi hawapo. Wapo wachache sana, siku hizi si wengi. Lakini walikuwepo unavyosema. Kwamba yeye angesema anaambia watoto, mimi sitaki watu kucheza hapa, ingia darasani. Hapa tumekuja paka natisha watu shule nzima. We are here for academic work, serious business. Kana kwamba hivyo vitu vingine pia si sehemu ya nini, ya mtaala. Na unajua zikija ni Wizara ya Elimu inaleta, Ministry of Education ndio inaleta. Hata ile ratiba ikitoka ina nembo ya serikali. Lakini unasikia mwalimu anamwambia mwanafunzi, ulikuja hapa kusoma na wala si kuigiza ama kuchekesha watu. Nenda darasani. Lakini wajiulize ile swali. Wewe mwalimu akiwa na hafla ndiye atakuwa akiuliza wale ma DJ. Mcheza santuri yule. Nina hafla, unajua kukuja 2 hours tu, masaa mawili kucheza, utafanya aje? Analeta 150,000. Na ukikata, kumbuka huyo si engineer. Ni jamaa wa kutumbuiza tu watu. MC hawa utasikia anasema nina hafla nataka MC, utafanya aje? Hawa mabingwa wanakunyoosha. Kina Kabaka, kina Ira anakunyoosha. Anamwambia ndio nifanye MC kwenye event yako, wewe nipe kama kidogo sana, masaa mawili utanipatia 80,000. 80,000 ni mshahara wa mtu baada ya siku 30. Kwa hiyo nadhani sisi kama jamii na wazazi pia tunafaa tufikirie sana. Ukweli ni kwamba wasanii wana pesa kuliko hata wale wenye taaluma. Ndo nilikuwa nataka nikuulize pale, umezungumzia mengi sana. Kwa hivyo swala la kijumla ni kwamba je, talanta inalipa? Sana. Mimi mwenyewe kuna vitu nimeafikia kwa sababu ya kukua mwelekezi. Nimeenda Ikulu sijui mara ngapi. Ushawaifika Ikulu? Mara kadhaa, hata mwaka jana. Mara kadhaa. Tukala na rais na mkewe. Na nini nilipeleka pale? Talanta. Kwa sababu nilienda pale kwa mirajili mambo mawili tu. Masuala ya muziki, na pili masuala ya ukariri wa mashairi, masuala ya uigizaji. Huyu mwanafunzi, na kuna wanafunzi walienda pale, wakifika pale wanamuona rais, wanapata jukwaa, kwa hivyo mwisho wa siku talanta iko sawa. Na ukipata mara nyingi tukifika hata pale katika kumbi zile, watu ambao wanafanya kazi pale ya pesa, kulipwa, kupanga wanafunzi, kufanya kuendesha shughuli, ni watu ambao utaamini. Kwa mfano mtu mmoja anaitwa Chibukizi. Alikuwa anaigiza sana, akawa kwenye redio na runinga, sasa hivi alitoka. Yeye ndio hufanya hafla nyingi kuendesha shughuli za masuala ya uigizaji, creative economy, ni yeye anafanya. Yupo kwenye serikali, analipwa mshahara.
lakini tena pia akienda kwenye hizo hafla tena analipwa kwa marupurupu. Kwa hivyo unaona watu wanalipwa pesa zipo. Yupo mtu alikuwa na umefanya vizuri sana kuleta ndani swala la Ikulu. Je, ukiwa na wanafunzi wako mmefika pale Ikulu, mmeshaonana na rais, mmemtumbuiza, vipi, anapatia kila mmoja bahasha ama atajengea hiyo shule ama atawazawadi kwa njia gani? Siku hizi imebadilika, unajua inategemea na rais. Wakati wa Moi ilikuwa inajulikana tu ukifika hiyo lazima mtatoka na kama basi hivi. Basi lazima mtapata ama mseme mnataka nini. Mngetoka na kitu. Siku hizi ni tofauti, lakini bado ni nzuri kwa sababu moja. Jambo la kwanza, kama nina walimu, sijafika hicho kiwango lakini nitafika siku moja. Naam. Nina walimu kama wanajua 3 4 ambao wamepewa ushujaa. Ile ndio head of state commendation. HSC. Kwa hivyo automatically unakuwa umepewa head of state commendation. Na hii inakuja na mamlaka pia. Job group hizo zinapanda pia. Sasa hiyo job tunayo na kila mtu. Bora tu ulipeleka wanafunzi wakafika kile kiwango cha taifa na wakawa bora, ukifika pale huwa mnapewa job group, mnapanda. Na yule mwalimu mkuu wa hiyo shule pia ana nafasi bora pia kujiboresha. Kama alikuwa pengine ni senior principal, anaweza pata chief principal. Nimekupata. Sasa hatuwezi kwenda kwa ujalipa moja kwa moja, lakini unaona kwa sababu kuna baadhi ya hivi vitu si rahisi kufika vile viwango. Nimekupata mwalimu. Utangangana sana kufika vile viwango kikawaida. Lakini sasa kama mtu atakurusha kutoka kama ni job group ile, madaraja ya kazi, kama ulikuwa unafanya upitisho kama job group 3 au 2 ambaye ingekuchukua miaka na mikaka kupita. Mwalimu huoni kama hiyo ni hongo? Kwa sababu unapandishwa kwa sababu ya exemplary performance. Hata wewe mbona mtu anapewa cheo kwa sababu anastahili? Mimi ni tofauti na yule mwalimu mwingine kwa sababu yeye ndio tunafunza wote. Lakini mimi kuna kitu kimoja ambacho nilifanya ambacho ni bora zaidi. Nilifanya kitu anga tofauti na kukada sana kufunza tu. Hawa wanafunzi nao faidikaje mwalimu? Wanafaidika na vitu vingi. Moja, inampa ari pia kufanya vizuri zaidi. Wajua ukisikiza hata hao wachezaji wengi atakwambia ulianza wapi? Hata wewe kama mwanahabari umuite, hivi talanta yako ya kuimba ulianzia wapi? Sikia atakwambia nini? Unajua tukiwa shule nilikuwa naimba vizuri sana. Mwalimu akaniambia kwamba nina sauti ya kuimba. Nikaanza kushika katika michezo ya uigizaji na kuimba. Nikaenda katika viwango vya kitaifa na kitu ambacho kilinipa motisha sana, nilikutana na rais. Utasikia hivyo akisema hivyo. Ukweli. Akaona mimi basi nafasi yangu ni masuala ya kuingiza. Mimi basi nafasi yangu ni masuala ya kufanya nini? Kuimba. Kwa hivyo nasoma ndio, lakini sitaki kutoka hapa katika kuimba. Kwa hivyo baada amesaidika. Wakati mwingine utasikia kwamba rais amekutana na wanafunzi Ikulu ndogo, hata Ikulu yenyewe kule Nairobi. Tofauti kwa wapi? Tofauti akikutana nao, kama mimi wakati nimekuwa Ikuluni, yule mwanafunzi ambaye nilipeleka katika Ikulu ambaye alikuwa na talanta ya kukariri shairi, alipewa kipakatalishi, laptop, akapewa tablet, akapewa smartphone, akapewa smartwatch. Na si zile za pesa kidogo. Pesa nzuri. Ni zile ambazo za hela. Kwa hivyo ukiangalia takriban, sababu kuna policy na akapewa na shopping voucher. Unajua sasa kuna policy imewekwa kwamba sheria kwamba mwanafunzi hafai kutoa pesa. Anaweza afanywa kitu lakini si pesa moja kwa moja. Yupo anayeniuliza hapa, anasema kwamba muulize mwalimu awe wazi kabisa kwa swali hili kwamba zipo shule ambazo wakati mwingine zinaweza fuzu kwenda Ikulu lakini wanakanyagiwa. Amna. Ametaja shule moja kutoka Bungoma kwamba ilifuzu. Hiyo ni siasa ambayo mimi sitaingilia. Wajua ingekuwa kuna uwezekano wa kitu kama hicho, ningekuwa naenda Ikulu kila mwaka. Kwa sababu mmoja najulikana na watu wengi sana. Pili, shule ambazo nimekuwa nikifunza ni shule kubwa zote. Na pia wakubwa wangu wale principals pia ni wakubwa. Kwa hiyo kama kweli tu hiyo ingekuwa inawezekana, kuna baadhi ya vitu vinafanyika. Kama mwaka jana kuna baadhi ya vitu vingi vilisalia. Ambao havikupenya, mnavyosema kupenya kufika kule. Kwa hivyo kama ingekuwa kuna uwezekano ni masuala ya kujulikana,
kwa sababu hata pesa bado ya kupelekwa wa shule inayo, tungefika. Mwalimu, shule inafikia kiwango gani ama mwanafunzi anafikia kiwango gani cha kwenda Ikulu? Ubora akifika mashindano ya kitaifa afanye vizuri kitaifa, pale katika kitaifa anapewa nafasi, na si tu kufanya vizuri, awe kwamba afanya vizuri na vitu ambavyo vile vitu ambavyo alikuwa ameshiriki ndani vilitoka katika viwango vya ubora sana. Sababu rais naye anataka kuona vitu ambavyo vinakaa ukweli. Kwa hivyo ukiona amefika pale, basi mwanafunzi katika Kiingereza wanasema alikuwa very outstanding. Hata mtu anaweza kuwa nambari ya pili lakini baada ya aende, kwa sababu gani? Kile kitu ambacho alikuwa nacho kina mvuto fulani. Kwa hivyo watakuwa wachagui chochote tu, wanachagua vile vitu ambavyo vina ubora fulani na vinathaminiwa. Kwa hivyo talanta ulipa sana sana sana, na sasa si kulipa tu, pia inakusaidia kupata nini? Madaraja, ili mnaita connection. Kwa sababu mwanafunzi ambaye amefika kile kiwango, kama kuna yule mwanafunzi aliyefanya anaitwa Tongulo Time, kama maisha ya wazazi wake yanabadilika kabisa. Alikuwa Rais Uhuru Kenyatta, alitolewa, alikuwa anaishi katika mitaa mabanda, alitolewa kule wazazi, mzazi akaanzishiwa biashara na kumpa akipewa pesa mtaji wa kwanza biashara. Huyo mwanafunzi akalipiwa karo ambayo ilikuwa akalipiwa mpaka na chuo kikuu, na nasikia kuishia pale huyo mtoto yupo. Baada ya chuo kikuu nasikia tena alitafutiwa nafasi internship, na baada ya pale nasikia akatafutiwa kazi. Haikuishia pale. Kwa hivyo unaona kama sio talanta, familia yake nzima ilibadilika, na yeye pia mwenyewe maisha yake yakabadilika. Kuna shule ambazo zimepuzilia mbali michezo kabisa. Zipo nyingi tu. Wanafanya ndio, lakini wakele maana. Nimekwambia ile swala la kutilia maanani. Wakianzia pale chini wataenda, watoto watafanya. Lakini kumbuka, wasipojiandaa vizuri hawatafika viwango vya juu. Kwa hivyo shule ambazo zinafika viwango vya juu ni shule ambazo walimu wakuu wameamua kufanya nini? Kushikilia na kusaidia. Mwalimu, ninaomba kuuliza hili swali kwamba ukifika, kuna wale ambao hawana imani kwamba ukifika mahali ni lazima hautapita hapo. Kuna shule zenye hewa zinapita hapo. Nadhani ni uongo. Wasikue na lakini ushasikia kitu kama hicho. Kuna wale ambao wanaamini kwamba huwezi ukafika mahali. Kuna wale wanaamini huwezi ukaenda mahali, kwamba tunang'ang'ana tu, lakini tukifika kuna shule ambazo zina ubabe. Hapo hatuwezi. Uongo. Si ukweli kabisa. Si ukweli. Kuna takriban kama kwa mfano shuleni St. Peters, kuna shule katika masuala ya mijadala, debating. Watu tunafanya debating, tumekuwa Nairobi katika tamasha za kitaifa. Kuna shule fulani hata wewe umeisikia, shule ndogo sana, inaitwa Musiru. Musiru? Musiru imekuwa kituchapa sisi St. Peters katika Kifaransa kwa takriban miaka 2 sasa. Hata mwaka huu bado walienda katika masuala ya kitaifa. Hiyo shule ambayo nimetaja. Sasa ukiangalia ile shule ambayo nimetaja na sisi, shule gani ni kubwa? Lakini si unaona bado wamekuwa kienda. Kabla hatujatamatisha mwalimu, awamu ya kwanza, naomba uzungumzie kwa ufupi sana nafasi ya mtoto wa kiume, kwa sababu kuna madai kwamba wamesaulika sana. Watoto wa kiume walikuwa wamesaulika, na wamesaulika kwa sababu kila wakati mnazungumzia watoto wa kike. Mnatarajia nini? Hata katika afisi tofauti ukienda pale ni masuala, wajua watoto wote wao wanakuwa na matatizo tu. Si watoto wa kike peke yake wana matatizo. Watoto wa kiume wana matatizo ya kwao, hasa za saikolojia na vitu vingine. Lakini mimi nikauliza swali moja, nikawa nauliza mtetezi wa haki mmoja. Sitamtaja jina, lakini najua nikizungumza hivi kama ataona hiki kipindi atajua anazungumzia hivi. Anashughulika na masuala ya wanadada sana. Sasa nikamuuliza, wakati ushampeleka mwanadada shule, umemjaribu kumuelekeza na kumsaidia awe anaangaza, ile mnaita mentorship. Hujamsaidia yule mtoto wa kiume ambaye bado yupo chini na amedunishwa, lakini huyo ashakuwa sawa. Kwa hivyo umesema ndio ametoka, nani atamuoa? Hauwezi ukamwandaa msichana katika viwango vya juu na usiandae yule ambaye ataishi na yeye.
Kwa mwisho wa siku muandae, na vile vile ukumbuke kwamba anahitaji mume kwa wakati mmoja. Andaa mume ambaye pia vile vile ataendana na viwango vyake. Kwa hivyo usimuandae tu mwanadada na usahau kwamba yeye akifika, na ndio maana unaona wengi wao ashakumsima tusi, wengi wao akifika kule juu wakiwa wako sawa, wao wanaishi maisha yao, hawaingi katika ndoa. Hapo hayupo sawa, na hata wale wanaume wenyewe wanaogopa kwa sababu yeye mwenyewe umedunishwa hapa, mwanadada yuko pale amejiweza, pesa za kwake, gari nzuri nini, unabaki sasa. Unaona watu wengi Kwa hivyo tuna tatizo kwamba hao watoto wote wapo sawa. Tunaongelea kwamba equalization, equity, lakini hatufanyi kwamba hao watoto wote wana matatizo. Kuna mtoto fulani yuko sasa hivi ukanda wa maeneo ya Northeastern ambaye pengine hata kusoma ni shida. Lakini sisi tunaangalia, je, wakati tunaangalia mtoto ambaye yuko Northeastern ambaye hana sodo, hana nafasi ya kwenda shule, na umemsahau yule kijana mvulana mmoja yule ambaye yupo pale. Huyu mvulana hana nafasi nzuri ya kwenda shuleni. Huyu mvulana ana matatizo kwa sababu familia yake vile vile inampa masuala ya kuenda kuchunga, kutafuta na mifugo na kadhalika, kwa sababu wanaamini eti hayo ndio mali ambayo anafaa kuwa nayo, na umemsahau. Kwa hivyo ni vyema mimi kama nikianzisha nafasi ama nikianza kampeni zangu, nitakuwa nazungumzia nafasi ya mtoto wa kiume. Mwalimu, mnishikilie. Mwalimu, nikushangaze kwamba hata leo hii Iran yakienda kwenye kinyozi hataki kushughulikiwa na kijana. Cheka pole pole mwalimu. Cheka pole pole. Hataki kijana ashike kichwa chake. Anataka mtu wa kike. Sijui kama unanipata. Unajua ile najua vizuri. Sijui kama unapata mwalimu. Hata Bili. Kwanza Bili ni mbaya zaidi, afadhali Ira. Ira anakifika na alifaa kunyolewa hata kama ni atakubali. Bili naye ndio sasa hawezi. Kama mwanadada hayupo, hawezi kubali. Angalia mahali ambapo tumefikia mwalimu. Tumefika, jamii inazidi kupanuka na kuimarika zaidi. Lakini sasa sisi pia tubadilishe mitazamo ya maisha. Sasa hivi tunazungumza, ukuwahi jua kwamba masuala kama vinyozi kwa mfano watavifanya wanawake. Sasa hivi na hata vinginevyo pia, hata wanadada kuundwa makucha, kufanya sijui nini, hizo makeup nini, nani wanazifanya? Mwanadada akifika anataka nani amfanye? Nani wengi wanafanya haya masuala ya kutengeneza kucha, nywele. Ni sasa tumebadilisha kwamba wanawake wengi wanashughulikia masuala ya urembo na ulimbwende kuwa sehemu ya magulamu, lakini pia vile vile katika masuala ya wanadada kujipodoa na vitu vingine, wengi ambao wanafanya pale ni wanaume. Huo ndio ukweli. Kwa hivyo vitu vinabadilika. Mtazamaji, dakika 13 zimekwisha katika baada ya saa 5 asubuhi. Tumemenya kidogo dakika za awamu ya pili. Tunaomba kukomea pale mtazamaji. Asante sana kwa kuwa nasi. Mwalimu, sijui kama una la mno la kumalizia kabla hatujamaliza. La mno ni kwamba wazazi na washikadau tofauti wakuze talanta na uwezo wa wanafunzi kufanya vizuri katika talanta, kwa sababu talanta inalipa, na hatuwezi kuwa tunasema tu kwamba usome bila chochote cha kufanya. Angaa masomo yasaidie kukuza talanta na vitu vingine ambavyo mwanafunzi ama vijana. Na vijana wa sasa hivi tunavyozungumza, maisha yamebadilika. Wajua hata hivi karibuni hatutakuwa na masuala ya vituo. Sasa hivi tunavyozungumza kila mtu anafungua kituo chake. Sisi kama umeona kwenye mitandao ya kijamii, kila mtu ana kipindi chake. Kila mtu ana kipindi chake. Kwenye mitandao ya YouTube, TikTok, Facebook, kila mtu ana kipindi chake. Kwa hivyo na mbona wanazifanya talanta? Kwa sababu wamegundua kwamba sisi wote hatuwezi kutoshea kwenye vituo. Vituo ni vichache, lakini talanta zipo nyingi. Na tena wale wanafanya vizuri zaidi hata kuliko baadhi. Na wengine hata hawajasomea. Kumbuka. Talanta, na wanatengeneza pesa na wanaishi. Kwa hivyo unaona, si masuala ya masomo tu. Tukuze talanta. Tukuze talanta ndo usemi wa mwisho wa mwalimu. Mtazamaji, asante kwa kuwa nasi. Awamu ya pili itakuwa inang'oa nanga kwa muda mfupi ujao. Mwelekezi, endapo picha zimekuwa sawa na hata sauti, basi shukrani mwendee Hiran. Asante kwa kuwa nasi.